Ikiwa ni hatua ya kuongezea Watanzania wigo wa uwekezaji, akiba na uwekezaji kupitia ununuzi wa dhahabu, serikali ipo mbioni kuanzisha uuzaji wa sarafu ya dhahabu nchini. Kauli hiyo imetolewa siku ya hapo jana Mei 17 mwaka 2025 na Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde, mbunge, akiwa mkoani Geita aliposhiriki katika uzinduzi wa tawi la benki ya Stanbic Geita. Na mnukuu akisema kwamba Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya makubwa katika sekta yetu ya madini, na ndio maana tumeweza kuchangia katika pato la taifa kufikia 10.1 kwa mwaka 2024, mwaka mmoja kabla ya mwaka 2025 kama ilivyokuwa imeelekezwa katika ilani ya uchaguzi na mpango wa maendeleo wa miaka mitano. Wizara kwa kushirikiana na Benki Kuu ya Tanzania BOT tunajadiliana namna bora ya uanzishwaji wa sarafu ya dhahabu gold coins ili kuongeza umiliki wa dhahabu miongoni mwa wananchi, kuimarisha soko la ndani la dhahabu na mzunguko wa fedha ndani ya nchi yetu. Hatua hiyo ya uanzishwaji uuzaji wa sarafu ya dhahabu ni sehemu ya maboresho ya mpango wa ununuzi wa dhahabu kupitia Benki Kuu ya Tanzania ili kufikia malengo tarajiwa ya kuwa na ununuzi wa dhahabu endelevu na wenye tija nchini Tanzania. Na mnukuu akisema kwamba nawapongeza benki ya Stanbic kwa kusogeza huduma rafiki ya kibenki kwa wananchi wa Geita, hususan wadau wa madini, na hivyo kuzitaka benki nyingine kuingilia sekta ya madini kwa upekee ili kuwezesha mitaji kwa Watanzania ili washiriki katika mnyororo wa thamani wa sekta ya madini, kwani sekta hiyo ina utofauti mkubwa na sekta nyingine za uzalishaji nchini, aliweza kusema Anthony Mavunde. Awali akitoa maelezo kuhusu uanzishwaji wa tawi hilo, kaimu mkurugenzi mtendaji wa benki ya Stanbic Bwana Fredrick Maxi alishukuru serikali kwa kuwekeza mazingira mazuri ya biashara na kubainisha kuwa benki ya Stanbic kwa sasa ina matawi 15 nchini na inaendelea kufungua matawi mengine mengi kwenye maeneo ya uchimbaji ili kuwafikia wadau wengi wa zaidi kwenye sekta ya madini. Na pia benki inakuja na mpango maalum wa kutoa riba ndogo isiyo ya kibiashara kwa sekta ya madini ili kuchochea shughuli za madini nchini, ambapo kwa sasa wachimbaji wadogo wanaweza kuchukua mikopo isiyozidi shilingi milioni 115 bila kuwa na dhamana yoyote ile. Naye mkuu wa mkoa wa Geita Mheshimiwa Martin Shigela alishukuru benki ya Stanbic kwa kuleta tawi mkoani Geita na kusisitiza kwamba ni matokeo ya kazi nzuri inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 ya kuwezesha sekta za uzalishaji zinazochochea ukuaji wa biashara na kuzifanya benki za kibiashara kuchangamkia fursa zinazoendelea kuibuka mkoani hapo, na kuwataka wananchi wa Geita kuchangamkia huduma zinazotolewa na taasisi hizo za kifedha katika kujiimarisha kimitaji. Hii ni kuhakikisha kwamba sekta ya madini inazidi kuwa na mwanga kwa Watanzania wengi. Sekta ya madini inatakiwa kuwanufaisha Watanzania, ambapo lengo ni kuwasogezea Watanzania wigo wa uwekezaji, akiba na uwekezaji kupitia dhahabu. Na hii ni mara baada ya serikali ambapo inafikiria kuja na mpango wa uuzaji wa sarafu za dhahabu kwa wananchi ili kusudi ziweze kuwanufaisha Watanzania. Waziri Mavunde amezitaka taasisi za fedha kuwawezesha Watanzania kimitaji na ameweza kufungua tawi jipya la Stanbic katika mkoa wa Geita, na wachimbaji wadogo wanaweza kupokea fedha isiyozidi shilingi milioni 115 bila dhamana. Tunaona namna gani Stanbic wamekuja na riba ndogo ya mikopo kwa wachimbaji nchini. Hii ni kutokea pale mkoani Geita. Nini Mbayu TV, ni kusihi kama bado hujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba unasubscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupatia wewe kila siku na kila saa.